Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Niwaambie vile mmezoea, hiyo ndio nyumba yetu. Lakini karibu tunatoka ndani. Hivi karibuni. Lakini guys, kumbuka kulike, kucomment, kushare, like kwanza. Unajua kabla watch hakikisha una like, mwenye uja subscribe hakikisha unafinya tu wako kakengele una subscribe. Tufikishe Mama Jimmy mwaka 100,000 subscriber. Mambo mapya mageni yanakuja. Mimi nimeamua channel nirudi kwa channel tuendelee content nini. So mimi niko kamwili nimeanza kuongeza kidogo. Sasa nafikiri sasa tutafanya kazi na nyinyi. Vile mnaona nyumba yetu ni hivyo tu. Ni hivyo sasa. So mnaona ka living room kako hapa na kuna kakiti kingine hapa kando kidogo. So mimi nitawaonyesha nikiclean. Niko tuseme hiyo ni morning routine, kazi tu ya kawaida asubuhi, tumeshakula breakfast, saa already ni saa 2. Niko na chapa tu kazi, naenda kuwaonyesha. Niko na kazi mingi leo. Niko na hapa, niko kwa nyumba ile tuna clean rooms, halafu tuna clean hiyo nyumba mpya, muone kidogo niwaonyeshe tukiclean. Na ni kazi. Hivyo watoto wamekula breakfast, hata mkate bado sijatoa kwa meza. Unaona hizo ni vitu za Baba Jimmy anatumianga ku print 3D printer na print vitu nini. Sababu ya space. Anyway, nashukuru vile mwalizo nyumba yetu inakuanga tu hivyo, kuna room 2 yetu ya watoto, lakini tunashukuru Mungu ametutoa mbali, tumekaa ndani, hii nyumba imetusaidia sana. Sisi maisha yetu ni kuweka tu watu waone, yani unajua watu mostly wanaogopa uoga nini kuonyesha ati feature. Sisi tunaonyesha tu life simple, tunaishi yenye Mungu ametubariki. So curtain za blue siendi kuweka tena. Hata hakuna mtu wote niambia tu usiende na hizo curtain za blue, siame nazo kwa nyumba. Alafu hakuna mwenye amesema ata surprise. Kwanza ukuta ni light grey hiyo nyumba ingine. Alafu floor ni brown. Sasa mnaona curtain gani itaingia na hiyo? Najua anaweza tafuta curtain mzuri. Lakini unajua hii nyumba ukinunua nyumba kadogo nini. Sasa hizi curtain ziliwekwa hivyo juu kwa sababu inafuatana na dirisha na hiyo size. Msijali. Hiyo nyumba ingine naenda kuitengeneza ikuwe mzuri sana. Wacha tuone kama microphone inafanya. Yep, inafanya, iko sawa. Sasa sisi leo kujeni tufanye usafi na nyinyi. Vile nimewaambia kama kawaida, hapo ni sisi kabini tunaweka madawa nini. Hako nika plant kangu nimeweka hapo kando. Hiyo nikajikoni ketu ka fruits hapo nini. Na maisha inaendelea na tunapenda kabisa. Ka fridge hapo kando nini basi. Sasa sahi tunaenda kwa nyumba kubwa. Finally. Ngoja. Wacha tukilini. Sijui hata nitawaonyesha house, lakini nishaifanya house tour ya hii nyumba. Nishaifanya mkaona. Sasa nafikiri kitu ya kufanya nitageusha kamera. Tutaandika. Unajua watu wengine wanaogopa kuonyesha. Unajua tusifeki maisha kwa hii dunia. Tuonyeshe tu yenye Mungu ametupa, tukifurahia. Kwa saa zingine tunapewa watu kulearn lesson. Penye unatoa, penye unaanzia na paka penye umefika. Sasa inafaa tushukuru Mungu kwa kila kitu. Sasa kujeni. So ukiona hii ni couch. Jana nilipanguza madirisha, saa hizi iko sawa, curtain iko. Alafu unajua hapa weather inakuanga different. So kwa sababu saa hii weather jua nini, curtain ukisongesha jua ya hapa watu wanaelewa ni kali, hata ukifungua inaweza reflect, unajua imetokea huko. Alafu AC kulipa expensive. Sasa wacha tuonyeshe kidogo. Sisi ni hivyo. Hii couch inaweza kuwa kitanda, inaweza kuwa tena kiti. Sasa hii couch iko na sumona venye inakaa hivi. Hizi ni pillow zake. So kwa mfano tu kutaka watoto wachafue ziharibike. Juu unajua nyumba tununua hii vitu mnaona ndani, hii vitu yote tununua ndani ikiwa ndani. Sasa tunataka tufanye nini? Tunataka tukiuza pia itauziwa ndani kila kitu. Sasa tu kutaka watoto waharibu sana. Alafu tukafanya tununua hii kitu sasa tukave at least ndio isizeeke sana. Isiharibike. Hata ndio tukiosha siku ya kuhama itakuwa at least. Sasa kujeni na Mama Jimmy tu arrange na nyinyi. Hivyo tukasimbo. Mimi niko happy penye niko.
Ufiche nini? Unaficha nini kwa hii dunia? Unajua unaweza fake ufanye alafu mtu akukute si wewe mwenye una different. So hii tunaundanga tu hivi kidogo like that symbol na unaweka hii hapa. Alafu cheki, nitapata shelf ya watoto wa vitabu nimeshatafuta. Hapa sasa ndio mimi naweka vitabu ya watoto. Acha nizime light huko. Okay, ndio hizi yangu. So hizi hapa ukiona hapa hivi, hizi ni vitabu za watoto za kusoma. Nimezipanga tu hapa. Hivi wakisoma wanataka kusoma wanazitoa. Tena kuna ingine exactly kama hiyo hapo. Hizi zote ni vitabu. Watu tunaziweka hapa. Watoto wanafanya nini za shule, za kusoma. Nini? Juu najua hii nyumba ndogo hata. Lakini kwa room yao iko kadesi, kanini shelf kenye tena pia nimepanga vitu, matoys nini. Ni hivyo tu. So hivi ni ndogo. Sasa hivi ndio huwa anasoma vitabu yao wakikaa hapo naambia it's time to read. Wanakaa wakifanya nini wakisoma vitabu. Sasa ni hivyo. Alafu hapa hata ilifaa ni vacuum. Vacuum ilikataa baba Jimmy ilifaa nitengeneze. Lakini nitawaonyesha tu na ufagio tukifagia. Niko na tani kamera muone ka living room kote. Kakote. Uko ni nje. Muona nje. Uko ni nje. Alafu hapa hivi ni si mbaya. Lakini kidogo tu nikatengeneza kidogo. Shida walinunua hivi vitu tulinunua ni oversize. Sasa haitoshingi ingi hapa mzuri. Cynthia! Kuja uvae viatu? Najua kametoka nje bila viatu. Sipendi wakanyage chini bila viatu. Kuja uvae viatu? Sasa ndio yako ka living room ketu. Nikaona venye kanaka. Enda vaa Crocs. Vaa Crocs ndio mcheze nje. Make sure umevaa viatu. Sasa hii living room inafaa kuvacuum. Huwa na vacuum hii carpet. Huwa na ka vacuum juu. Sasa wacha tukavacuum kidogo. Mimi sipendi ukanyaga chini. Kama kuna kitu sipendi ni kukanyaga chini. So nitavacuum later tu, lakini kama jana nilitengeneza si mbaya vile. Shida hii carpet ni chafu. Inafaa kuiosha. Siku yenye tunahama ndani tutaosha. Saa ingine inakuwa ngumu kuosha juu najua watoto. Watoto nini? Watoto wanapita kila wakati na venye nyumba ndogo. Saa zingine weather ikiwa mbaya inabidi wakae ndani. So time ya kukauka inakuwa shida. Anyway. Hivyo tuitaje tuseme morning routine. Hiyo ni ka morning routine. Sasa nika hivyo tu. Nika hivyo venye mmeona, acha niwaonyeshe. Tumefurahi, niko happy kuwaonyesha ndio yako. Umeona? Hiyo ni living room. Alafu hapa ni jikoni, inafaa kuosha vyombo. Alafu hapa ni ka dining. Nimeombea ka dining iko vitu ya jimu. Watoto wamekula mkate hata bado sijatoa. Sasa mimi nitawaonyesha tu nikakufanyia tu usafi pole pole. Nika hivyo nakapenda. Nitakamis pia lakini nyumba kubwa ni afadhali. Nyumba kubwa ni afadhali. So hii mkate nitarudisha kwa bag. Na niweke hapa alafu nirudishe kwa bag baadaye. Alafu nguze ni shida mvua ikiwa na nini. Hii nyumba saa zingine vumbi inasumbua. So inakuwa headache.
Na hii video sijui kama nitamesi mahali nita edit. Sitaki kuedit. Sitaki process ya kuedit, lakini make sure mna like iko na comment. Hakuna hii maisha ku fake life. Mtu akikucheka, mtu aongee, afanye nini, ni maisha yako. Mungu amekupa hiyo. Ridhika na hiyo. Umefika US umeanzia na hiyo. Shukuru Mungu. Mimi ingekuwa hata nasema mtu akuficha kitu yoyote, ningeficha venye nilifika hapo. Lakini nilishukuru chenye Mungu alinipa kwa sababu ulipi rent, ustruggle, unaishi, Mungu amekupea hiyo kiwango. Kwa nini ustruggle na kujipea stress? Kwa nini? Why? Kwa nini? Ishi maisha umepewa na Mungu. Kuna haja ya kufika hapa fake. Sisi tunapenda hivyo. Tukifika kwanza tulionyesha kila kitu. Wengine ni kama hata wanaona aibu kwa sisi tukiwaonyesha. Sasa ndio yako kwa nyumba ketu na blue curtains. Mtu ananiambia tusiame na hizo curtains za blue. Sawa, sitaama nayo. Siwezi amako na hiyo curtains. Siwezi kuama na hiyo curtains. Sasa ndio yako. Nitaonyesha sai ni kufagia. Leo kazi yangu mingi nimewaambia. Hani hapa tuseme si ati na kilini. Ni venye tu nyumba natengeneza kawaida vile natengeneza. Juu unajua kuna kukilini ile unaamua siku acha sasa ukilini. Mesi yote, uchafu yote utoe. Kila kitu yenye ni chafu, lakini kwa saa hii usafi tu kawaida. Kuna siku naweza sema wiki leo ni cleaning day. Lakini leo hivyo. So leo na kazi yenye niko nayo ni kusafisha hapa, niende nipitie kwa ile nyumba mpya kukilini. Halafu nikuje ni clean bathroom yetu ya hapa ndani, inafaa nioshe. Clean bathroom. Halafu baada ya hapo nafikiri kwa kila kitu. Sabuni imeisha. Hiyo nyumba ni kubwa. Sijui nani ameoji ushoti kwa simu ya majini. Ukiona tu jikoni peke yake. Ukiona tu vitu peke yake. We nakwambia ni mambo mbaya. Sisi tunawe inaitwa kuput away dishes, niweke hizo vyombo zingine. Alafu baada ya hapo symbol like this. Symbol that. Hivyo tu. Niende nitaandike malazi ya watoto. Hata leo ndiamka ndiache baba Jimmy kwa kitanda, hata yetu sijataandika bado. Niende nitengeneze pia hiyo. Air fryer. Sasa hii wanatoa hiyo, panguza hapa kidogo, afu okay, I think I'm done. Sasa kitu ya kufanya ni kuweka hapa vyombo
tusiosheoshe. Sijui kama mnaniona vizuri. Tusiosheoshe vyombo. Inafaa watu wanione vizuri, inafaa mnilole vizuri. Na video si edit. Hiyo naonyesha tu life yangu, life. Hii video penye nimefanya hivi ndio inaenda kukua tu. Najua watoto wasipokuwa huwezi kata ukigombana kidogo. Hivyo ndio mimi naonyesha maisha vile iko hapa. Plastic. Mama Chimusi ame na plastic. Lazima nyumba za watu ziko na plastic. Wewe mtu aina gani? Una balance. Unakuwa na plastic, unakuwa na glass. Sio atikiwa. Saa zingine unaweza pata hiyo plastic ni simbo kuliko. Kwanza mostly ukiwa na watoto. Mimi na watoto wengine glasi ukiwapea cho sitawaonyesha nikikilini. Hiyo siwezi. Sai content niko na leta back to back. Content. YouTube yangu sitaki iende. Siku hizi nakaa 1 week, 2 weeks ndio unapata ati nakuja kupost video. Nafaa nirudi. Lakini watu wa Mama Jimmy mnapenda Mama Jimmy sana. Juu naweka saa zingine naweka tu ani content simple. Hata huwezi tarajia kama itaenda. Naamka kesho iko zaidi ya 4000 views. Yenye hata unajua iwezi enda lakini inaenda. Sijui kama niliosha hizi. Yenye hata uwezi tarajia. Uwezi tarajia hata kidogo. Hauwezi tarajia. Hii kamukebe haka. Nilikata huwa naweka vyombo ndani, vijiko ndani ikauke kwanza. Nasaidia. Nimepata timu. Niko natafuta vitu. Kuna kitu ya kuosha ya kuweka vyombo, raki ya kuweka vyombo inakuja na ya kuweka vijiko ikikauka. Sitatumia hii. Nyumba mpya, mambo mapya. Nyumba mpya pia na mambo mapya.
guys, nafikiri niko almost done. Sio mingi. Sio watoto wasipokuwa hapa, nyumba inatulia, kelele hakuna. Alafu inaweza kaa safi. Lakini wacha wafike juu ni ndogo. Toys kila kitu hapo. Naoshanga vyombo haraka. Kama nimeosha mbaya mniambieko. Napenda kufanya kazi yangu haraka. Sijui saa hii ni minutes ngapi. Video itakuwa mrefu. Kwambia sitaki kuedit. Nataka kuona nimefanya kazi yote kwa minutes ngapi. Mama tunakuanga na kazi. Ujeka asubuhi venye tuliamka. Mama tunakuanga na kazi. Shida itoshe hapa. Sina nakwambia space ni hiyo tu. Sinaanga space mimi kwa jikoni yangu. Kuna mahali pengine. Time mwingine naweza osha alafu nisongeshe tu hapo stove nisimamishe hapo. Lakini ile baba Jimmy ameweka cabinet. Nini? Cabinet itakuwa kubwa. Ndio itakuwa space. Ani ameniamshia jikoni mambo mbaya. Kama hii sijui nitaweka wapi. Basi. Hivyo nimewaka. Guys ni hivyo. Hatuna maneno mingi. Alafu niko na leo nimeinvite dada ya baba Jimmy, kuna mwenye anaenda kufanya harusi. Anaenda kufanya harusi ni Saturday. Sasa nimeinvite yeye na bwana yake. Sasa si bwana. Sasa ni fiance. Nimeinvite wakula hapa. Sapa ya mwisho kabla waende. Wakule na mimi. Not sapa, lunch. So leo nawapikia lunch. Hapa wakule hapa. Napika ugali na nyama ya nguruwe. Ugali na nyama ya nguruwe. Mambo. Ni routine. Niliona sina kuona. Okay guys, nafikiri sasa
Mimi nitaenda. Ako na mgeni huyu ni ndo yangu amekuja. Nafikiri nilikuwa nimemwambia nimemaliza, nimepanguza hapa. Nimemaliza. Sasa nafikiri mimi nitaenda. Bye. Subscribe, share, comment. Bye.